Viongozi wawili wa makundi ya kitapeli wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa kuwatapeli watu 75 mkoani Iringa. Taarifa hiyo imetolewa mnamo Aprili 2 mwaka 2026 na kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, Alan Bukumbi. Tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao ni viongozi wa genge la utapeli kupitia kampuni mbili ambazo ni Alliance in Motion Global na QNet, ambao ni Jackson Kalu miaka 26 mjasiriamali, huyu ni mwenyeji wa Bahi mkoa wa Dodoma, pamoja na Michael Mfuse miaka 32 mkazi wa Wanging'ombe mkoa wa Njombe, ambaye pia huyu alikamatwa akiwa na gari yenye namba za usajili T166 EMJ aina ya BMW X1 ambalo alikuwa analitumia kufanya uhalifu wa mzunguko huu wa QNet. Lakini pia tumekamata nyaraka mbalimbali za kampuni ya QNet, lakini pia tumefanikiwa kuwapata wahanga kwa matukio haya ambayo walikuwa wanatapeliwa, ambao ni 75, kati yao wanawake 36 na wanaume ni 39. Aidha, viongozi wa mtandao huu wa wahalifu wamekuwa wakiwalaghai wahanga ambao ni vijana wenye umri kati ya miaka 20 hadi 30 kutoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania kwa kuwakusanya kwenye nyumba tofauti zilizopo maeneo ya Zizi la Ng'ombe hapa mjini Iringa, Kitwiru na kwa Kilosa, kwa madai kuwa kuna ajira katika kampuni zao ambazo ziko sehemu mbalimbali nchini Tanzania lakini pia nje ya nchi, na kuwataka wafike mkoa wa Iringa ili kuwapa utaratibu wa kuanza kazi au safari za kuelekea nje ya nchi ambako watapata ajira. Vijana hao wanapofika mkoani Iringa hupokelewa na viongozi hawa kisha kuanza kuwafundisha na kuwataka kila mmoja kuleta pesa kuanzia kiwango cha shilingi 600,000 na kuendelea hadi kufikia shilingi milioni 4 kutoka wazazi au walezi wao, huku akidai kuwa fedha hizo ni kwa ajili ya usajili, ada au kiingilio, na kwamba atakileta wafuasi wengine wawili katika hao waliotapeliwa atarejeshewa fedha zake na mtaji wa biashara. Lakini tumefanya mawasiliano na baadhi ya wazazi ambao wamekiri kwamba watoto wao hawa wanasoma, wengine kwenye mafunzo mbalimbali, tofauti na hali ilivyo kwa sasa ambapo watoto tumewakuta katika mazingira kama haya. Vijana hawa kulazimika kulala watu zaidi ya 10 katika chumba kimoja wakisubiri kuanza biashara hii haramu, jambo ambalo ni kinyume na sheria za nchi. Wahanga wa mtandao huu wa utapeli waliopatikana katika operesheni hii ni vijana kutoka mikoa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Lindi, Njombe, Mtwara pamoja na Mafia. Naye mmoja wa wahanga wa ulaghai huo amepata nafasi ya kuzungumza. Nikapigiwa simu na rafiki yangu kutoka Zanzibar, nikiwa Zanzibar, akaniambia kwamba huku kuna chuo, kwa sababu mwenyewe ndoto yangu kusomea ni hoteli, nataka nisomee hoteli, mambo ya hoteli. Kwa hiyo baada ya hapo akaniambiaje, huku kuna nini chuo ambacho unaweza ukasoma na ajira unaweza ukapata hapa hapa. Nikamwambia haya sawa, nikatoka zangu Zanzibar mpaka hapa. Vile unavyoelekezwa najua kweli hapa ni utajiri upo. Baada ya hapo ndo nikafanya maamuzi, na nikampigia babu yangu, nikamwelekeza, nikamwambia kwamba nasoma, inahitajika pesa ambayo nitakayofanyia nini kusomea hapa, inabidi kuna vifaa inabidi nifanyeje, nivinunue. Akaniuliza shilingi ngapi, nikamwambia 3,500,000. Mimi mpaka sasa hivi najuta. Tena najuta sasa kwa nini niliingia katika grupu hili. Yohana Mashauri, Open Online Media.